I need to tell you something, and I need you to really hear me. Ningependa nikushirikishe jambo moja muhimu sana. Tafadhali nisikilize kwa umakini mkubwa. Kile unachokimbilia maishani, iwe ni pesa, cheo, nyumba nzuri, urembo, heshima au kitu chochote unachodhani kitakupa maisha kamili, ukweli ni kwamba hakitakupa kile unachodhani kitakupa. Mimi ni William, nina miaka 77. Kwa zaidi ya miaka 50 ya maisha yangu nimekuwa nikikimbilia vitu ambavyo nilidhani vingejaza pengo ndani yangu, lakini havikuwahi kufanya hivyo. Miaka 50 ni muda mrefu sana kutumia nguvu zako, kutumia muda wako, kutumia maisha yako yote ukifuatilia kitu ambacho si sahihi. Leo nimeujua ukweli huu kwamba si kila kitu unachokimbilia ndicho unachokihitaji kweli. Na wakati mwingine utagundua hili ukiwa umechelewa sana. Kaa na mimi kwa dakika hizi chache. Kile nilichojifunza ndani ya nusu karne ya maisha yangu nitajaribu kukuonyesha kwa muda huu mfupi. Labda unaweza ukaona mapema kile nilichokuja kugundua baada ya miaka mingi. Labda hutopoteza muda mwingi kama nilivyopoteza mimi. Sote tuna tabia moja ya kusema nitafurahi nitakapopata cheo, nitafurahi nitakapopata nyumba, nitafurahi nitakapostaafu, nitafurahi nitakapopata heshima kutoka kwa watu. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikisema maisha yangu yote. Na unajua nini kilitokea? Nilipata cheo, nilijenga na nikanunua nyumba, nilikuja kustaafu na watu walinipa heshima. Nadhani waliniheshimu, lakini ndani yangu kabisa kulikuwa kuna kitu hakikubadilika. Kuna jambo moja ambalo hakuna atakayekuambia, na jambo hilo ni hili hapa. Kila unapopata kile unachokuwa unakitamani, siku zote hujitokeza kitu kingine cha kukimbilia. Ndivyo ilivyo siku zote, ndivyo ilivyo kila mara. Unapofika unapoamini ndio mwisho, ghafla mstari huo unasogea mbele zaidi. Unadhani umekaribia, lakini ukifika unagundua uko mbali zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Ni kama kukimbiza kivuli, huwa kishikiki. Nilitumia miaka 50 ya maisha yangu nikikimbiza mstari wa mwisho ambao haupo kabisa. Ningependa nikushirikisha kidogo kuhusu maisha yangu. Nimewahi kuwa maskini. Sio maskini wa kukosa chakula kabisa, lakini maskini wa kuifahamu vizuri hali ngumu ya maisha. Baba yangu alifanya kazi kiwandani maisha yake yote. Kila jioni alikuwa anarudi nyumbani akiwa amechoka kupita kiasi, mikono imeumia, na bado watu walimchukulia kana kwamba hana thamani. Niliyaona hayo yote kwa macho yangu mimi mwenyewe. Nilipokuwa na umri wa miaka 10 au 11 hivi, niliona jinsi watu walivyokuwa wakimdharau baba yangu, na ndani ya moyo wangu nikajisemea kwamba hii haitokuja kunitokea mimi. Niliapa moyoni kwamba nitakuwa mtu muhimu, nitafanya watu waniheshimu. Na kweli nikaanza kufanya hivyo. Nilifanya kazi, na kusema kweli mbele za Mungu, nilifanya kazi sana. Saa 60, hata saa 70 kwa wiki wakati mwingine. Nilijitoa kabisa kufanya kazi. Lakini kuna kitu nilichopoteza njiani wakati nikipambana kutimiza ahadi zangu. Niliwanyima watoto wangu muda wa kuwa nao. Nilipoteza nyakati ambazo zisingerudi tena, kwa sababu nilikuwa ninaamini ninafanya jambo kubwa. Nilikuwa ninajijenga. Nilikuwa ninajitengeneza kuwa mtu muhimu. Nilipofikisha miaka 52, nilikuwa makamu wa rais wa kampuni. Nilikuwa nina ofisi kubwa. Watu walinitaja kwa heshima. Jina langu lilikuwa kila mahali. Kwa nje, kila kitu kilionekana kimekamilika. Lakini unajua nini? Sikuhisi kitu. Ndani yangu kulikuwa tupu. Hakukuwa na kitu. Nilihisi kama nimepanda mlima mrefu sana kwa miaka mingi. Lakini nilipofika kileleni, nikakuta hamna kitu. Nilikuwa nimekaa kwenye ile ofisi, mlango umefungwa kimya kabisa, nikitazama nje kupitia dirisha nikijiuliza, hivi hiki ndicho nilichopoteza kila kitu kwa ajili yake? Swali hili lilikaa moyoni mwangu kwa muda mrefu sana, na ukweli ni kwamba ilinichukua miaka 20 kuja kuelewa kile kilichotokea. Miaka 20 kutambua kile nilichokosa na kupoteza njiani. Baadaye nilikuja kuelewa jambo moja la msingi sana. Sikuwa nakimbilia pesa, sikuwa nikikimbilia cheo, sikuwa hata nikikimbilia heshima. Nilikuwa nikikimbilia hisia fulani ndani yangu. Nilitaka nijisikie nina thamani. Nilitaka nijisikie nina maana. Nilitaka nijisikie nina haki ya kuwepo duniani. Hicho ndicho nilichokuwa nikitafuta kwa muda wote. Nilidhani kwamba nikifikia vile vitu vya nje, mafanikio, pesa au cheo, basi nitajisikia hivyo. Lakini nilijifunza ukweli mmoja muhimu sana. Huwezi kupata hisia ya thamani ya ndani kupitia cheo cha kazi au mafanikio ya nje. Huwezi kupata hisia hiyo kwa mshahara. Huwezi kuipata kwa watu kukuita saa au madamu hisia hiyo. Hisia ya kuwa na thamani niligundua kwamba ningeweza kuipata mimi mwenyewe muda wote. Sikuhitaji ruhusa ya mtu yoyote. Sikuhitaji kupigana ili nikubalike.
Nilichokuwa nahitaji ni uamuzi mmoja tu, kuamua kwamba ninastahili, kuamua kwamba nina maana, kuamua kwamba mimi ni mtu muhimu kama nilivyo sasa hivi. Ningeweza kufanya uamuzi huo nilipokuwa na miaka 25, lakini nilikuja kuufanya nikiwa na miaka 73. Miaka 48 niliyopoteza nikikimbilia kutafuta kitu ambacho kwa kweli kilikuwa tayari ndani yangu. Hali hiyo hiyo ilikuja kujirudia katika ndoa yangu. Hadithi ilikuwa tofauti, lakini kosa lilikuwa ni lile lile. Nilidhani kwamba nikitoa kila kitu, nikimpatia mke wangu nyumba nzuri, magari, vitu vya thamani, basi angefurahi na sisi wote tungekuwa na furaha. Wengi wetu tunaamini hilo, kwamba jukumu la mwanaume ni kutoa, sivyo? Lakini siku moja nilikuja kugundua kitu muhimu sana. Kile mke wangu alichotaka kweli hakikuwa ni vitu. Alitaka mimi niwepo, alitaka uwepo wangu, alitaka nisikilize, alitaka muda wangu. Lakini mimi sikuwepo wakati aliponihitaji. Nilikuwa kazini, au wakati mwingine nikiwa nyumbani, basi nafikiria kuhusu kazi, au nimechoka sana, hata sina nguvu ya kuwa na familia yangu. Tulitengana nikiwa na miaka 48, na si kwa sababu sikuwa na mafanikio, bali kwa sababu sikuwa napatikana. Hata nilipokuwa nyumbani, kiakili sikuwepo nyumbani. Siku moja mke wangu aliniambia, William, sihitaji pesa zako, na kuhitaji wewe. Nahitaji unisikilize. Ninahitaji uwe hapa ninapokuhitaji. Lakini sikuelewa. Nilidhani uwepo anaouhitaji ni mimi kutimiza majukumu yangu tu. Nilidhani kwamba kama nalipa bili, kama ninahakikisha kuna paa juu ya vichwa vyetu, yani nimejenga, basi hiyo inatosha. Lakini ukweli ulikuwa ni tofauti kabisa. Kuwepo kimwili si sawa na kuwepo kiuhalisia. Ilinichukua muda mrefu sana kuelewa tofauti kati ya kumtunza mtu kwa kumpa vitu na kumtunza mtu kwa kuwa naye anapokuhitaji. Hiki si kitu kimoja na hata havifanani. Na sasa na miaka 77. Marafiki zangu wengi wana umri kama wangu. Wengine ni wazee zaidi, wengine ni wadogo kidogo, wengine tayari wameshafariki. Na katika safari hiyo yote nimeona jambo moja la kushangaza sana. Wale walio maskini wa furaha bado wanaendelea kukimbia, bado wanajilinganisha, bado wanahesabu. Nina rafiki yangu ana miaka 84 na bado anatazama maisha kupitia macho ya kulinganisha, bado anajipima kwa wengine na bado hana amani. Hicho ndicho nilichokiona na kilinifanya nifikirie sana kuhusu maisha. Lakini nina marafiki wengine ambao hawa ni wakitofauti kabisa, ni wakitofauti sana. Sio tu kwamba wana furaha, ila kuna mwanga na amani ya ndani inayotoka kwao. Hawaishi maisha ya kujaribu kuwashawishi watu wengine kwa kuwaonyesha kwamba wao ni bora, wao wana mafanikio au wana thamani. Wao wanafurahia kile kilicho mbele yao, bila pressure, bila mashindano. Nina rafiki yangu anaitwa Ella, ana miaka 86. Ni mmoja wa watu wenye furaha zaidi niliowahi kukutana nao. Ana nyumba ndogo, ana kipato kidogo, na afya yake sio nzuri sana, lakini kila asubuhi anaamka akiwa na moyo wa shukrani. Anaendelea kujifunza kitu kipya, anasoma na bado anauliza maswali. Na aliniambia jambo moja ambalo sitalisahau. Aliniambia hivi, William, nilitumia miaka 60 ya maisha yangu nikijaribu kuwa mtu fulani, kuwa na mafanikio, kufikia malengo, kuthibitisha thamani yangu mbele ya watu. Lakini sasa hivi nimebadilika kabisa. Sasa sijaribu tena kuwa mtu fulani, ninajaribu tu kuwa hapa, kuwa wakati huu, nikiwa kama nilivyo. Na ukweli ni kwamba ile hali ya kuwa tu hapa, bila pressure, bila kuthibitisha chochote, ile hali ni nzuri zaidi kuliko nilivyowahi kufikiria. Hiyo ndiyo tofauti halisi. Sio pesa, sio afya, sio hata familia, ingawa yote hiyo inasaidia. Lakini hili ni jambo la ndani zaidi. Ni pale unapopata amani, unapoacha kukimbia na unaanza tu kuwepo. Unataka kujua uhuru wa kweli ni nini? Uhuru wa kweli ni pale ambapo mambo yaliyokuwa yakikuumiza zamani hayakuumizi tena kama yalivyokuwa. Ni pale mtu anaposema kitu kibaya na badala ya kukuumiza kinapita tu bila kukaa moyoni, kama vile maji yanavyoteleza juu ya jiwe. Uhuru wa kweli ni pale ambapo huishi tena maisha yako ukiwa na mzigo wa kutaka kila mtu akupende au akukubali. Unakuwa uhuru na maoni ya watu. Ni pale unapojitazama kwenye kioo na ukajikubali ulivyo, bila kujilinganisha, bila kujilaumu. Ni pale unapojiona na kujiambia moyoni kwamba huyu ndiyo mimi na niko sawa. Niko sawa kabisa hivi nilivyo. Uhuru wa kweli si hitaji lolote la kitu cha nje yako ili ujisikie sawa ndani yako. Na hilo ni jambo ambalo watu wengi hutumia maisha yao yote wakijaribu kuamini hivyo. Wanamaliza maisha yao bado wakiwa kwenye mbio za kutafuta kitu kingine, bado wakisubiri wakati sahihi, wakati wa kuanza kufurahia maisha yao, na bado wakiamini kwamba furaha ipo mbele kidogo, iko mbele kidogo, mahali fulani ambako hawajafika bado.
na wakati huo wote furaha ilikuwa karibu zaidi kuliko alivyodhani. Na hapo ndipo mtego ulipo. Unakuwa unahisi kwamba ukipata kile unachokitaka utajisikia umetosheka, lakini ukweli ni tofauti. Hautojisikia umekamilika. Kila unapofika sehemu moja, ghafla huwa kunakuwa na kitu kingine cha kukimbilia. Nililipia nyumba yangu nikiwa na miaka 58. Nilidhani nitahisi kuwa huru. Nilidhani sasa nitapumzika. Lakini unajua nini kilitokea? Hofu mpya ilianza. Nikaanza kujiuliza, hivi akiba yangu ya kustaafu inanitosha? Gharama zangu za kiafya zitakuwaje? Vipi kuhusu soko la hisa likishuka? Nini kitatokea? Na hapo ndipo nikaja kugundua jambo moja la muhimu sana. Hofu haiondoki unapobadilisha hali yako ya kimaisha. Hofu haipotei kwa kubadilisha mazingira yako. Kila unapofikiri umeiondoa hofu, yenyewe hujificha kwenye jambo jipya na itazidi kuonekana katika sura tofauti. Niligundua jambo moja la msingi, kwamba hofu haiondoki kwa sababu maisha yako yameimarika. Hapana. Hofu haimalizwi na pesa, haimalizwi na mafanikio. Hofu haimalizwi na mabadiliko ya hali ya maisha. Hofu inasimama tu pale ambapo unachukua uamuzi wa ndani. Unapoamua kwa dhati kwamba hofu haitatawala tena maisha yako, haitakuongoza tena kwa woga. Hofu haitakuamulia hatua zako. Ni pale unapoamua kwamba niko sawa hapa nilipo leo hii, bila kujali kesho italeta nini. Nipo sawa. Hilo ni jambo la ndani kabisa, na hakuna pesa, hakuna mafanikio, wala hakuna uhusiano unaoweza kukupa hilo. Ni uamuzi wako wewe mwenyewe tu ambao unaweza kufanya hilo litokee. Kila kitu nilichodhani kwamba ninataka, cheo, pesa, nyumba, heshima, ukweli ni kwamba sikuwa nahitaji vitu hivyo kabisa. Sikuwa na vihitaji. Nilichokuwa natamani kwa ndani kilikuwa ni kitu kingine kabisa. Nilitaka nijisikie salama. Nilitaka nijisikie nina maana. Nilitaka nijisikie ninapendwa. Lakini nilikuwa nikitafuta hisia hizo mahali pasipofaa. Nilidhani nitazipata nikiwa kazini. Nilidhani nitapata kwenye akaunti yangu ya benki au kupitia maoni ya watu. Lakini ukweli ni kwamba hisia hizo zote hazihitaji kushindaniwa kuzipata. Ningeweza kuzipata muda wote ndani yangu. Sikuhitaji kuzipigania, nilihitaji tu kuzikubali. Na pale nilipoanza kuelewa hilo, niligundua kitu kikubwa zaidi. Nilikuwa tayari salama. Nilikuwa tayari nina thamani. Nilikuwa tayari ninapendwa. Inaonekana rahisi, sivyo? Lakini ukweli ni kwamba ilinichukua miaka 50 kuelewa jambo hili kwa undani. Miaka 50. Mpaka sasa hivi bado naendelea kujifunza na kujifanyia kazi mimi mwenyewe. Kwa kweli nina miaka 77 na bado ninajikumbusha mazoezi haya kila siku, kwa sababu baadhi ya masomo katika maisha huwezi kuyamaliza kujifunza kwa wakati mmoja. Baadhi ya masomo katika maisha utahitaji kuyarudia tena na tena katika safari yako yote ya maisha. Watu wengi, hasa vijana, wanaamini kwamba furaha ipo kwenye mstari wa mwisho, ipo mahali fulani. Mimi nilifikiria hivyo, lakini ukweli nilojifunza ni huu hapa. Hakuna mstari wa mwisho. Unapopata kitu kimoja, kinatokea kingine unachokitaka. Ukimaliza tatizo moja, lingine linaibuka. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Na kama unasubiri kila kitu kikamilike ndipo furahi, basi utasubiri milele. Utasubiri maisha yako yote, kwa sababu siku zote haitafika mahali pa ukamilifu kabisa. Kitu fulani kila mara, kila wakati kitakuwa hakijakamilika. Kila wakati kutakuwa na kitu fulani ambacho hakijakamilika. Na hiyo ndiyo maana yenyewe ya maisha. Niliwahi kusikia mtu mmoja akisema hivyo zamani sana, lakini wakati ule sikuelewa. Lakini sasa nimekuja kuelewa. Maisha yako yako hapa sasa hivi. Sio pale utakapopata cheo, sio pale utakapokutana na mtu sahihi, sio pale utakapolipa madeni yako yote. Ni hapa leo hii, sasa hivi. Kama huwezi kupata amani ukiwa njiani, hutawahi kupata amani hata utakapofika mwisho. Ninakuahidi hilo. Nimepitia hilo mimi mwenyewe. Kufika kule unakodhani ndiko mwisho hakuleti hisia unazotarajia. Kwa hiyo kuna jambo moja muhimu sana. Acha kusubiri. Acha kujiambia nitafurahi nitakapofika hapa. Huo ni uongo. Ni uongo kabisa. Niliamini uongo huo nikiwa na miaka 50. Niliamini uongo huo kwa miaka 50. Na nilichokipata ni miaka 50 ya maisha niliyokuwa nikisubiri kuanza. Chochote unachodhani unahitaji ili uwe na furaha, kwa kweli hakuhitaji kabisa. Unachohitaji ni uamuzi wa ndani. Ni kuamua kwamba uko kamili. Leo hii, kama ulivyo, uko kamili. Sijajua kama unanielewa. Tayari uko kamili. Huna haja ya kujithibitisha kwa mtu yoyote. Huna haja ya kupigania thamani yako. Unachohitaji ni kukubali ukweli huo
kwamba wewe ni wa thamani. Nina miaka 77. Nimefanya makosa mengi. Nimekimbilia mambo yasiyo sahihi. Nimepoteza muda mwingi. Lakini jambo moja ninalolijua kwa uhakika sasa hivi ni kwamba kila kitu unachokitafuta tayari kipo ndani yako. Lakini ili ukione, lazima uache kukimbia kwanza. Unachokitafuta sana mara nyingi tayari kiko kwenye maisha yako. Kama ujumbe huu umekugusa, mshirikishe mtu ambaye bado anakimbia akidhani kwamba furaha ipo mbele zaidi. Huenda ukamsaidia mtu huyo leo hii. Subscribe if you want more of these conversations.